Huku kuishi tunakoishi huku. Unaona watu wengine yamshuna ala al-ardhi hauna. Utaona watu wale ambao wanatembea katika ardhi kwa nidhamu kubwa, kwa kumwelewa Mungu wao, utawaona hivi. Walladhina yamshuna, na wale ambao wanatembea yasauna ala al-ardh, wanatembea katika ardhi tajabburan wa takabburan wa inada. Wako wanaotembea katika ardhi kwa kiburi kikubwa kabisa katika ardhi hii. Wote hao, kwa mazingira yote hayo, tutaondoka katika ulimwengu. Wote tutatoka. Sasa masala ya leo, tutaondokaje katika ulimwengu? Masala ya leo, kuondoka salama katika ulimwengu huu ni kuondoka kwa kupata shahada. Kuondoka salama kwenye ulimwengu, mtu asikwambie, mimi nakwambieni maneno hayo, nakwambieni bismillah, kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ndio inayotueleza hapa. Kuondoka katika ulimwengu wetu huu kuliko salama ni kuondoka kwa kupata shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mwenyezi Mungu atujalie shahada inshallah. Niwaombe wazee mliokaa huko, tusogeni hivi kidogo. Naombeni inshallah tupate baraka zenu. Kina mzee wetu pale siwezi kuwataja majina inshallah. Anataka kana bismillah, sogeni si mbaya. Mzee nani? Sogeni kidogo. Watoto wenu wawaone huko. Baba, watoto wenu mnaowalea hawa wanaowapa haya na yale. Tumeelewana ndugu zangu Kuondoka katika ulimwengu kuliko na hadhi, kuliko na salama, ni kuondoka kwa nini? Kwa kupata nini wazee? Shahada. Sasa watakaoondoka na shahada ni watu walio na sifa hizi zifuatazo. Mzisikilize hizo. Mtu ambaye ataondoka, atakayejaaliwa kupata shahada, basi ni uwe na sifa hizi ndio upate shahada. Tutaeleza kwa ufupi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwanza, kabla hatujaeleza na kufafanua zaidi, la yamlikuna shafaa. Watu hawatokuwa na uwezo wa kupata shafaa, yani siku ya kiyama. La yamlikuna shafaa, watu hawatokuwa na uwezo, hawatomiliki shafaa kuipata, kwa maana ya kwamba la yashfauna, hawatoombea, wala yushaffa'u lahum, wala hawatoombewa. Walio na nafasi ya kuomba haya, walio na nafasi ya kuombewa hawatopata shafaa. Siku gani? Siku ya kiyama. Ila, lakini, unafasiri hivyo. Hiyo ila hatusemi isipokuwa. Ila, lakini, watakaopata shafaa, uombezi siku ya kiyama, mani takhadha, ni yule aliyefanya, aliyechukua, aliyefuata, inda Rahmani, mbele ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, aliyepata, aliyefuata ahada. Nini ahadi? Ahadi ndio kitu gani? Ahadi tumeipata sisi, tunakumbuka toka yaumul ahadi wal mithaq. Ahadi inayokusudiwa hapa ni kalima ya shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadun la ilaha illa Allah Muhammadun. La yamlikuna, hawatomiliki watu ashafaata, kuipata shafaa kwa kuombewa, wala kuomba,
Haya, atakayepewa daraja yote hiyo, illa isipokuwa mani takhadha, yule aliyefuata, aliyefanya inda arrahmani, mbele ya Mungu, ahada, kwa kupata ahadi. Mungu hapa ametaja ahadi, na tukafasiriwa ahadi ya hapa ni kalima ya shahada, an la ilaha illa Allah Muhammad. Siku ya kiyama watu hawatapata shafaa isipokuwa Muislamu. Kwanza tuelewane, hatapata shafaa siku ya kiyama isipokuwa nani? Watu watakuwa katika mawanja, watakuwa katika tabu kubwa sana. Maana jua litakuwa limesogezwa hapo, alafu wanja majasho, watu watafika, wengine humu wengine humu, majasho. Hali itakuwa ni mbaya sana. Watu watamfuata Nabiullahi Adam, mzee, wewe ndio umetuzaa, tusaidie, hii hali itakuwaje? Hebu tusaidie, tuombee. Hiyo sio kazi yangu. Mimi mwenyewe sielewi, kwa sababu nilikatazwa habari ya mti nikaula, kwa sababu leo hali ni ngumu, sielewi. Watu watakwenda mpaka kwa Nabii Isa. Nabiullahi Isa alayhi salamu atasema, hapana, mimi watu waliniabudu, wengine walisema mimi ni Mungu, wengine mtoto wa Mungu, mimi mwenyewe sielewi. Ndipo watu watakapokwenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakienda ndipo atakapoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa uombezi huo hatothibiti kupata, hatoupata mtu isipokuwa yule aliyekufa hali ya kwamba yeye ni nani? Ni Muislamu. Tumeelewana hivyo? Yule mtu ambaye yeye alikuwa katika ulimwengu ni mtu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sasa achili ambalo litamka shahada kama hivi. Sasa yule ambaye atakayekuwa ameondoka katika ulimwengu hali ya kwamba kaitamka shahada, huyu atakuwa katika vipawa vya mbele sana, na atakuwa ni katika mtu mkubwa sana siku ya kiyama. Yaani hatapata matatizo kuanzia kufa kwake, kuzongozongwa na mambo haya na yale, hatapata matatizo katika kaburi yake, hatapata matatizo katika kufufuliwa kwake, hatapata matatizo katika kiyama. Ile siku ile atapata arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala kivuli chake. Siku hiyo hatapata matatizo kupita katika sirata. Siku hiyo hatapata, ana passport ya kuingia peponi. Atapita tu mara moja, ataingia peponi. Basi wako watakaopita kama barki, kama umeme, kama kupanda kipando, wengine kwa kutambaa namna hiyo. Sasa ili uipate shahada na uwe ni katika watu ambao wamepata shahada, kwanza al-a'malu allati tuaddi ila naili shahada inda al-maut, mambo yanayopelekea mtu akapata shahada wakati wa kufa. Kwanza ni yule mtu ambaye katika uhai wake amefanya jitihada kubwa katika kuutetea Uislamu, al-jihadu fi sabilillah. Naelewa hivyo? Mtu aliyefanya jitihada kubwa katika Uislamu. Sio lazima kwamba ulichukua upanga kwenda kunani, hapana. Wako watu katika ulimwengu huu, shekhe, wamefanya mambo makubwa sana katika kusaidia Uislamu. Sana kabisa. Sayyidina al-Hasan, ukisoma katika vitabu vya tarikhi, Hasan ibn Ali radhiallahu anhuma, huyu Hasan na Hussein, Hasan huyu siku amefariki, watu walikuta alama katika bega lake, alama nyeusi. Watu wakawa wanaulizana, hivi huyu alama hii ameipata kwa sababu gani? Watu wakaanza kupeleleza, alipigwa, alianguka kwenye mnyama, au alikuwa na shida gani? Akapatikana mtu mmoja aliyekuwa anajua siri yake na alimtunzia siri. Patikana mtu mmoja, bwana mmoja akasema, huyu alikuwa na tabia ya kubeba
mizigo usiku kuwapelekea wasiojiweza, na alikuwa hataki mtu yoyote afahamu. Ikifika usiku watu wamelala, yeye anachukua mizigo, anabeba mwenyewe, anabeba kwenda kusaidia hivi. Na akiwasaidia wale watu anawaambia, sitaki nije nisikie. Madhali nimekupa, nikija nikisikia sikuletei. Siku amefariki ndo watu wanagundua, kumbe hali ni hii. Mtu wa aina hiyo na mtu wa namna hiyo, huyu anastahiki shahada, na ni katika waliotamka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah, kusaidia Uislamu, kusaidia majukumu ya dini. Hawa ni watu waliofanya jitihada hizo. Wallahi, kuna baadhi ya watu Mungu amewajalia kwa kiwango kikubwa sana. Nabii Ibrahim alayhi salam, huyu alikuwa akipata chakula siku hiyo, chakula Nabii Ibrahim ampata chakula siku hiyo, hawezi kula, anaweza akatembea mwendo mrefu sana, alimradi amuone tu mtu hata anapita kwa mbali, aweze kukaa naye, ale naye hata kwa mbali. Hawa ni watu wa kheri. Tumuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe watu wa kheri, tuwe watu wa kumpenda Mwenyezi Mungu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kupata shahada hii shahada, usione mchezo hii. Ni mpaka kwanza katika masharti yake uwe katika watu ambao wanaopigania Uislamu, watu wanaopigania dini ya Allah, ndio upate Uislamu, ndio upate shahada. Pili ni aniyatu sadiqa fi ibtighai wajhi Allah ta'ala, nia ya kweli katika kutaka radhi za Mungu. Sababu ya pili hiyo, nia ya kweli katika kutafuta radhi za Mungu. Ukiwa na nia tu ya kweli. Jamaa moja kama tunavyosoma kwenye hadithi, alikuwa malaya, muni, kwa ovyo. Hadithi sahihi. Anapita njiani, amekunywa maji, kiu kimemshika, anatoka, anamkuta mbwa anazunguka nini? Kisima. Anakuta mbwa anazunguka kisima pale. Yule mbwa anarambaramba yale ubichibichi wa mchanga ambao yule bwana alikuwa akimwaga yale maji, sio? Anarambaramba. Manake yule mbwa anatafuta kitu cha kupoza koo. Yule bwana akafanya udhalili kwa ajili ya kiumbe cha Mungu. Udhalili wa kwanza ni kutokuendelea na safari yake. Udhalili wa pili ni kuvua kiatu chake anachokanyagia, kiatu cha kufinika, akaenda akachota yale maji kutoka kwenye kisima. Udhalili wa tatu, wakati wa kupanda kisima hakuweza kushika huku na huku, ameshika kiatu, huku anapanda, akakishika, akakiweka kiatu mdomoni. Yule bwana akashikilia kiatu kwa mdomo, kiatu kinachokanyaga chini akashikilia kwa mdomo, na hali ya kwamba pale kuna maji, alafu akawa anapanda kile kisima. Kisha alipofika juu, udhalili wa nne, anamuita yule mbwa kwa unyenyekevu. Anafika yule mbwa, anampa kile kiatu, yule mbwa anakunywa yale maji. Mtu yule tayari akapewa radhi za Mwenyezi Mungu na akawa ni katika waliofaulu, kwa sababu ya ile nia yake ya kweli ya kuhurumia viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akataka radhi za Mwenyezi Mungu kwa vizuri, akataka radhi za Mwenyezi Mungu. Anafanya peke yake, sio anafanya kuna watu wanamuona, anafanya peke yake kuhurumia kiumbe kile. Kama hivyo ukapita barabarani, ukakuta machupa, watu saa zingine wanasafirisha mapombe haya, mtu amepatikana ajali,
njiani machupa yakasambaa, unavunja safari yako, unachukua ufagio, au sivyo? Unaona hizi chupa zitakuja kudhuru viumbe wa Mungu, ukafanyaje? Ukaondoa. Basi katika vitu vitakavyoingiza mtu peponi ni kuondoa vitu vyenye kuwadhuru Waislamu katika maeneo yao. Jamani, tunaelewana hapa? Kutaka radhi za Mwenyezi Mungu kwa dhati ni katika vitu vinavyopelekea mtu kupata shahada. Sasa tunapokuwa darasani kama hivi, tunasema jamani, Mwenyezi Mungu atujalie tuondoke katika ulimwengu kwa shahada. Tunatamka shahada. Yuko mtu inshallah. Si mchezo. Shekhe, wakati sikio jasho jembamba linakutoka, pumzi zimebana, pumzi imekaa kama tundu la sindano, hujui inatokaje. Wakati huo ukumbuke kutamka Mungu, si mchezo. Ni mpaka Mungu akupe taufiki. Si mchezo ndugu yangu. Ni mpaka Mungu akupe taufiki ya kutamka. Inshallah Mungu atupe taufiki katika hilo. Jambo lingine linalotupelekea inshallah kupata shahada, ridha alwalidain, ni kuwaridhisha wazazi wawili katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kupata radhi za wazazi wetu wawili. Radhi shekhe ya mzazi, hatuwezi kurudia kueleza kisa cha Alqama, tunaeleza kila siku. Lakini mzazi, shekhe, mzazi katika nafsi yako usimuweke kuwa ni jamaa yako. Mzazi ni mzazi. Mpende mzazi kuliko kila unachokipenda. Mpende mzazi kuliko kile unachokipenda. Maswahaba, kwa mfano, tukimchukulia, acha maswahaba, tukimchukulia bwana mmoja anaitwa Uwaisul Qarani, qaddasallahu sirrahul aziz. Huyu ni katika tabi'i. Yeye amesoma kwa maswahaba lakini hakumuona Nabii Muhammad. Uwaisul Qarani. Uwaisul Qarani ni wali wa Mungu. Lakini katika vitu vilivyopelekea Uwaisul Qarani kupata radhi za Mungu ni kwa sababu ya kumdhalilikia na kumnyenyekea mama yake. Kumdhalilikia na kumnyenyekea mama yake. Uwaisul Qarani. Kama tunavyoeleza siku zote, yule Alqama alinyimwa kutamka shahada, japo alikuwa sambamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa anakwenda katika jihadi, lakini alinyimwa shahada kwa sababu alikuwa anamfadhilisha zaidi mke kuliko mama yake mzazi. Na mama kumbe na mzazi anaweza akawa na kitu moyoni lakini asikwambie, kwa sababu anajua akisema unaweza kupata madhara, lakini akawa ana kitu. Mzazi yuko hivi. Vunja yako yote, futari zako, sijui nini, mmesahau kisa cha wale mabwana waliokuwa wameenda pangoni. Walipofika pangoni, pango likaziba. Kuna mabwana walikwenda katika safari yao, walipofika pangoni, pango likawafunika. Likatoka jiwe lilikotoka huko, likaja likafunika mlango wa pango. Ikawa kila mmoja anatawassal, au sivyo, kwa mema aliyoyafanya. Mmoja katika aliyenusuru janga, watu wakatoka, ni yule aliyesema, ya Rabbi, nilikuwa na wazazi wangu, nilikuwa mimi silali, sinywi, mpaka nihakikisha wazazi wangu wamefanya nini? Wamekula, wamekunywa, mpaka nihakikisha hilo. Aliposema namna hiyo, kwa maneno yaliyo katika hadithi kule, lile jiwe likafanyaje? Likasogea, watu ilikuwa wafie pangoni, wakatoka katika nini? Wakatoka katika pango. Kwa hiyo unaona kitu cha mchezo sana. Idi hii inayokuja, inshallah Mwenyezi Mungu atufikishe salama. Usivae. Usifanye cha kufanya. Hakikisha mzazi nao umempendezesha. Hakikisha. Mvishe mzazi.
Kama ni wa kiume mpelekee kanzu, au sivyo? Mpelekee mchele hata kama ni kilo 2, au sivyo? Mpelekee. Hakikisha bwana, vipi huko nyumbani? Salama. Vipi Idi imekaaje? Huku mwanangu Idi ipo. Wengine hawapendi kuomba wazazi. Huku mwanangu Idi ipo, ndio kama hivyo. Jua. Waambie sasa, hapo kuna bwana mmoja ataleta kiasi fulani, na kuna inshallah kuna vitambaa kidogo nimeleta kiasi fulani, basi inshallah. Mzazi wako akiwa radhi na wewe, ndio unapofungukiwa maisha yako. Daraja zitapanda, riziki zitaongezeka, Mungu atakuhifadhi na matatizo mbalimbali, Mungu atakupa haya na yale. Na siku ya kuondoka katika ulimwengu huu, ulimwengu unaoonekana picha yake kama nzuri kumbe ni mbaya, ulimwengu, siku pumzi zinaondoka, basi utajikuta mwenyewe ukitamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alna minhu. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia hapo, la yamlikuna shafaa. Hawa la yamlikuna shafaa, watu hawawezi kumiliki sikio kupata shafaa, illa man ittakhadha inda arrahmani ahda, isipokuwa yule aliyefanya mbele za Mwenyezi Mungu ahad. Unaelewa? Kwa maana aliyetamka shahada. Mwisho, kinachosaidia kupata shahada ni almusahama fi tanmiyati almujtama'i. Almusahama, kuchangia katika maendeleo ya jamii inayokuzunguka bila kujali dini, sio? Bila kujali dini. Saidia. Yaani kama una pesa namna hii, kama walivyokuwa ukifanya watu wa kheri waliopita kule, basi huli mpaka uhakikisha majirani zako vipi, au sivyo? Na watu kwa majirani wana hali ngumu. Sisi watu wa kileo, ndugu zangu, tunakula futari nyingi, tunamwaga katika majalani. Watoto wa majirani zetu wasiojiweza ndio wanaenda majalalani kuchukua kile kilichomwaga majalalani. Tutabarikiwa vipi katika hali kama hiyo? Ndio maisha tulionayo sasa hivi. Tunakula, tunamwaga majalalani. Watoto wa maskini ndio wanaokwenda katika majalala. Watoto wale wa maskini, Mungu alivyo, wanakuja baada yake kuwa ndio wakubwa kwetu, kwa sababu mtoto ni wa maskini, anakuja kupambana katika maisha, anakuwa ni tajiri. Wako wengi wamezaliwa na maskini, lakini sasa hivi wana nafasi kubwa. Anakuja kuwa ni tajiri, akisha kuwa ni tajiri, ana kumbukumbu ulivyokuwa unanyanyasa. Ana kumbukumbu yule. Uadui unaendelea kizazi na kizazi na kizazi. Nafasi pekee ya sisi kupata shahada, tukawa tuko vizuri, achilia mbali kuwa na ikhlas na kumcha Mwenyezi Mungu na kufanya ibada kama tulivyotaja katika darasa zilizopita, lakini ni almusahama, kuwa na mchango fi tanmiyatil mujtama'i, katika kusaidia jamii inayotuzunguka. Ukikutana na mtu alikuwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kipindi cha mwezi wa Ramadhani kama huu, karihil mursala, ni kama upepo wenye kupeperusha vitu. Mtume alikuwa na vitu alikuwa kitoa. Sheikh Abdullah Saleh Faris rahmatullah alayhi ni babu yangu mimi kielimu, kwa sababu mwalimu wangu Sheikh Ahmad Zuberi rahmatullah alayhi ni mwanafunzi wake kielimu. Mimi Sheikh Abdullah ni babu, na moja katika khati ya Sheikh Abdullah Saleh Faris aliyoiandika katika kanuni ya nahwu na sarfa, kwa khati yake ninayo hapa ndani, nikiwa nimepewa na Sheikh Ahmad Zuberi Ahmad rahmatullah alayhi. Aliniita akaniambia, wewe unaonekana unataka kujua sarfa na nahwu. Nikamwambia naam. Sasa kuna utaratibu mzuri aliouandika Sheikh Abdullah Saleh Faris kwa hati yake, sio kuchapisha, kwa hati yake. Na yeye shekhe wetu alipewa na shekhe wake Sheikh Ahmad Zuberi Ahmad rahmatullah alayhi, alipewa na shekhe wake Sheikh Abdullah Saleh Faris, akapewa na yeye hivyo alivyoandika, akapewa na mimi akanipa hivyo ilivyo. Ninayo hapa ndani, kwamba watu wao wanasoma hizo, kama ni nahwu hivyo, kama ni hizo sarfa, na kama ni hizo afali zinakaa hivi, zinakuwa hivi, kwa hati yake shekhe mwenyewe. Sasa alikuwa Sheikh Abdullah Saleh Faris akitueleza sisi Sheikh Ahmad Zuberi Ahmad rahmatullah alayhi,
alikuwa ni kadhi wa Zanzibar na baada yake akawa kadhi wa Kenya. Alikuwa kadhi wa Zanzibar mwaka 60 kama sikosei, akaja akawa ni kadhi wa Kenya takriban kwenye miaka 67 hivi, akaja akawa kadhi wa Kenya. Alikuwa akienda kupokea mshahara wake, labda ni mtu awahi achukue zile pesa zake, labda awahi amshikie, lakini akimpa yeye akiweka kwenye mifuko ya kanzu, mpaka akifika nyumbani hana kitu. Yani akifika nyumbani akikutana na mtu ana hali ngumu kidogo, mpaka anafika nyumbani hata akiulizwa bwana ni vipi, asema nilikuwa sijui nazo hapa, kasahau hata akatoa vipi. Namna hiyo hao ndio watu kheri. Na mnashika semaje? Namna hiyo. Lakini sisi sasa hivi haya macho yana vidole vina macho. Sasa hiyo mtu akiingiza anajua hii elfu mbili au sivyo bwana, mfukoni hivi vidole vina macho hivi, usione. Darasa leo ni darasa ina mafunzo kwetu makubwa sana. Wallahi nakwambieni si jambo la mchezo. Na hakuna kitu kizuri kama kupendwa na Mungu. Mungu akisha kupenda wewe tena nini tena? Wewe tena nini tena bwana? Mungu akisha kupenda bwana. Alafu Mungu anakupenda kupitia hao viumbe. Sasa wewe viumbe hivi ukai na viumbe vizuri, ukai na majirani vizuri, ukai na vizuri, ukai na nini vizuri. Vipi itakuwaje shekhe? Mwenyezi Mungu atujalie kheri. Makafiri ni watu wa ajabu sana. Ati kwa dharau kubwa wakalu eti walisema ittakhadha ar-rahman walada. Eti Mungu amejifanyia mtoto. Mungu ana mtoto. Mayahudi na Manaswara pia wamesema. Mayahudi wakasema Uzairu ni ibnullah na Manaswara wanasema Isa ni ibnu. Mungu amechukia katika hilo sana. Wakasema hao makafiri hao mamlini, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi, si ndivyo? Wal mushrikina, Mungu kasema fi nari. Wakasema ittakhadha ar-rahman walada, Mungu amejifanyia mwana. Na hili ni jambo la tahadhari kubwa sana. Hata katika salamu, mnapokuwa katika salamu zenu, katika vyama huko, katika mikusanyiko huko, wewe kama unatoa salamu, toa tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh au assalamu alaikum. Basi haya ni mafunzo ya Kiislamu tunapeana. Assalamu alaikum au jamani, habari zenu za jioni, habari zenu za asubuhi, tumekutana hapa kwa sababu ya mambo yetu na nini. Lakini Muislamu anatamka assalamu alaikum. Walisema namna hiyo. Allah anasema laqad ji'tum shay'an idda, hakika mmekuja nyinyi mliosema hivyo, mnaosema kwamba Mungu ana mwana, mmekuja shay'an idda, meleka vizuri, na kitu kibaya sana. Laqad ji'tum, hakika mmekuja, mmeleta shay'an idda, mmeleta kitu kibaya sana. Takadu samawati, zinakaribia mbingu, yatafattarna, kupasuka, minhu, kutokana na hilo mlolisema. Hata mbingu zinakaribia kupasuka kwa sababu hiko mlichokisema. Ati Mungu ana mwana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Laqad ji'tum shay'an idda. Jamani, mmenielewa? Na ukisema hivi ukosei, ndio sawa sawa. Walam yakul lahu sharikun fil mulki, si kama nimeeleka, hana mshirika katika ufalme wake. Waliokuja wote kuja kutueleza yanayofaa, wote waliokuja ni mitume wake, ni binadamu kama sisi, lakini ni waja wake yeye. Mungu amewatuma yeye kuja kwetu. Kwa hiyo hivyo wale waliotumwa ni binadamu, si watoto wa Mungu. Wale ni binadamu, kwa maana ya kwamba ni mitume waliotumwa kwetu sisi. Kwa hiyo Isa ni mtume wa Mungu. Jamani, tumeelewana? Isa ni mtume wa nani? Muhammad ni mtume wa nani? Musa ni mtume wa nani? Yusuf ni mtume wa nani? Ibrahimu ni mtume. Namna hiyo.
Jamani, tumeelewana hivi? Namna hiyo. Kwa hiyo mitume 25 wale waliokuja wale, na katika anbiya 100,000 si na nini wale, hawa ni kwa mapenzi yake yeye Mungu mwenyewe alivyokusudia kwamba hawa ni wapeleke. Hii ni ilmu yake ya Mungu, kwa sababu sio ilmu, hakuna wa kumuingilia Mungu kwamba katika uteuzi wake aliofanya. Kwa hiyo ukija ukishirikisha ukasema mtume katika mitume wa Mungu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, asema Allah subhanahu, Mwenyezi Mungu asema laqad ji'tum shay'an idda, nimekuja na kitu kibaya sana. Sura Maryam nimekuja na kitu cha ovyo kabisa kisichofaa. Ani jambo ambalo la karibia hata kupasua mbingu, takadu samawatu, za karibia mbingu na vilivyomo humo ndani yatafatarna, kupasuka. Minhu, kwa sababu ya hiyo, watanshaqu al-ardh, na kupasuka ardhi, watakhiru al-jibalu, na kuporomoka milima, hadda, hali ya kuporomoka kabisa. Hadda, na hali ya kufanya poromoka kabisa. Ni Mungu mwenyewe tu. Sasa basi anayesema hivyo ni Mungu, na ni Qur'ani yetu ndivyo inavyosema hivyo. Sasa ni mtu mwenyewe akipata taufiki ya Mungu. Haya, usipopata taufiki ya Mungu ndio hivyo tena. Taufiki ni ile wezesho la akili safi ya kupembua mambo. Hebu kaa peke yako, pembua mambo, lipembue ili ninaloambiwa hivi kweli, namna hiyo. Andau lirrahmani, kwa kudai kwao hawa Mayahudi na Manaswara, kwa kudai kwao ati lirrahmani, eti Mwenyezi Mungu mwingi wa rahma, walada, eti ana nini? Hapana. Hapa kinachoendelea kusisitizwa ni shahada. Jamani, umeelewa? Shahada kwa maana tufe hali ya kwamba na ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasul. Wama yambaghi, zote hizo ni taukidi. Unaona haya zinajirudia rudia. Wama yambaghi, na haitakikani, lirrahmani, kwa Mwenyezi Mungu, ayattakhidha walada, kujifanyia mwana, hilo haliwezekani. In kullu man fi samawati wal ardh, naam, in kullu man fi samawati wal ardh illa ati rrahman ahada abda. Havikuwa vyote vilivyo katika mbingu na ardhi, havikuwa vyote vilivyo katika mbingu na ardhi, ila isipokuwa vyote vilivyo katika mbingu na ardhi siku hiyo, ati rrahman, vitamwendea Mwenyezi Mungu, abedan, hali ya kuwa dhalili kabisa. Huyo Jibrili atakuwa ni dhalili mbele ya Mungu wake. Huyo malakul mauti anayetoa roho atakuwa dhalili mbele ya Mola wake. Sisi sote tutakuwa dhalili mbele ya Mola wetu. Na kama ni shafaa na kama ni shafaa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman, au sivyo? Hakuna atakayesema isipokuwa Mungu atakayempa ruksa, waqala sawaba, na aseme sawa sawa. Tunarudia darasa zetu zilizopita na sentensi inayosema hatuna nafasi ya mtu kujiweka mtukufu mbele za watu kwa kudharau wengine na kudharau daraja zao, isipokuwa anaweza kufanya hivyo mtu tu asiyekuwa mcha Mungu. Lakini mtu mcha Mungu, anayemjua Mungu, ana hofu mpaka na wenzake, kwa sababu anajua mwenzake anaweza akawa bora kuliko yeye. Kwa maana hiyo atamnyenyekea. Akimnyenyekea yule, naye atamnyenyekea huyu, watanyenyekeana. Anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itapatikana tawadhu, au man tawadha rafa'ahu Allah, au tawadhu, nyenyekeaneni, au sivyo? Ikipatikana kunyenyekeana, basi Mwenyezi Mungu atatunyanyua daraja zetu. Maalim Kishki upo? Haiwezekani, haiwezekani. Ondoa katika fikra zako maneno haya, na kuambieni mimi, hali ya kwamba anayenitamkisha ni Mungu wangu, na kuambieni, ondoa katika nafsi yako kwamba wewe ni bora kuliko mwingine. Chukulia kuna mwingine bora kuliko wewe.
Ukichukua kanuni hiyo ndio utaishi na watu vizuri. Lakini ukichukulia kanuni ya kwamba wewe ni bora kuliko mwingine, utakuwa na kibri. Utafanya kibri mbele za wenzako. Si watu walikuwa na wadharau kina Uwaisul Qarani hao. Hao kina Uwaisul Qarani wamedharauliwa sana. Uwaisul Qarani nikisoma katika tarehe, Imamu nani huyu mzee wetu Sheikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, ameandika vitabu vingi sana, takriban 100 vinafika, lakini vilivyotangaa sana ni kama vitabu 6-7. Vingine vikawa bado vipo katika mswada, kwa maana vingine aliandika havijachapishwa, na alikuwa ni shekhe. Yako mambo mengi ameyataja katika vitabu vyake kuhusu watu wanavyokuwa na dharau, watu walivyoibeba dunia. Watu walivyoibeba dunia. Watu unatakiwa kuwa, mtu unatakiwa kuwa kabisa namna hiyo. Ukimwona mwenzako, salamu alaykum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula kukunjua uso tuko mwenzako ni sadaka, sio? Hali yako bwana, haya mmeamkaje? Habari za huko? Wazima? Amani itapatikana, mambo yatapatikana. Lakini kila mmoja akiwa ni mkubwa, na haswa kwa hawa watu ambao hivi sasa wanasoma Qur'ani. Sisi tunasoma Qur'ani sasa hivi. Ukimwona mwenzako kama ni alimu mwenzako au ni nani mwenzako, si chochote. Sasa tunatoa wito kwa wale wanaodharau watu wanaofanya ibada mwezi wa Ramadhani. Watu wanaokuja msikitini mwezi wa Ramadhani kufanya ibada, tunachotakiwa sisi ni kuwanasihi waendelee kufanya nini? Ibada. Lakini kingine ni kuwaombea Mungu waendelee kufanya nini? Ibada. Yule unayemwona hana maana anaweza akawa ni nini? La yaskhar qaumun an qaumin asa ayakunu khairan minhum. Watu hawa wasiwadharau hawa kuliko hawa. Wale wanaodharauliwa inawezekana wakawa bora kuliko hawa. Tunachofanya ni kuambia umuhimu wa kusali. Swala lingine la pili tunachowaambia ni kwamba Mwenyezi Mungu hapendi asiyeswali. Swala lingine tunaombeana Mungu. Sisi tuliokuwa tunaswali tuendelee, na wale ambao wamekuja ni wageni kwenye Ramadhani kusali, nao wafanye nini? Nao waendelee na ibada. Dua saa zingine makubuli, na watu wanaendelea na ibada mpaka wanakutwa na mauti. Wengine walichukuliwa na Ramadhani zilizopita ndio moja kwa moja mpaka leo. Hikma ya da'wa inataka hikma, au sivyo? Kueleza watu namna hii. Sasa laqad ahsahum, manake in kullu, ile in bi maana ma, kwa maana ya nafie, hakikuwa kila kilicho katika mbingu na ardhi siku hiyo illa ati rahman, isipokuwa kitamwendea Mwenyezi Mungu abda, kwa maana dhalila. Kitamwendea Mungu kabisa kikiwa dhalili. Kila unachokiona wewe kina nguvu, siku hiyo kimbele ya Mwenyezi Mungu kitaenda kikiwa ni dhalili. Laqad ahsahum wa addahum adda, hakika Mungu amewadhibiti, wa addahum adda, lakini pia amewahisabu wao kuwahisabu, kwa maana kuwajua idadi yao, namna zao na kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala amewadhibiti kwa kuwajua idadi yao, na Mungu anajua idadi ya miti, majani yaliyopo, kilichopo, au sivyo? Allah subhanahu wa ta'ala amewadhibiti kwa kujua idadi yao. Wa'addahum adda, manake fala yakhfa alayhi, hakuna kinachofichikana kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mablagha jami'ihim, kwa idadi, manake kwa ukomo wa wote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa'addahum adda, kwa maana ya kwamba amewahisabu wao, kuwahisabu kwa idadi yao maalum, kwa namna yao maalum ambayo Mwenyezi Mungu amewahesabu. Na Mungu anatujua, anajua hapa inshallah Ramadhani ijayo nitavuna kiasi changu hapa. Mungu anajua Ramadhani ijayo hapa nitavuna kiasi. Mwaka jana wakati tunafanya tafsiri, na mwaka juzi pia hapa, kulikuwa na watu tumekaa nao wazima kabisa. Kuna watu walikuwa wamekaa hivi wazima kabisa, wazuri kabisa, watu na afya, pesa wanayo, afya wanayo, nini wanayo,
Sasa hivi hamna. Sasa hivi hapa wamekufa, wameacha pesa, wameacha wake, wameacha nini. Jamaa zetu wa karibu kabisa, haina haja hata kuhesabu kwa majina, tunajuana. Mungu amevuna kiasi chake, kwa kiasi. Sasa sisi tuliobaki hatujui nani atavunwa katika sisi, hatujui. Ramadhani ijayo tena 10 kama la leo, ani mpaka ufike 10 kama la leo la mwaka kesho. Hiyo ni mipango ya Mungu, hakuna anayejua hapo. Sasa je, unaweza kuomba dua ya kutokufa? Hakuna dua ya kutokufa. Dua ya kutokufa haipo, kufa kupo. Sema ya Rab, la tumituni ya Rab, Mungu usinifishi. Allahumma ya Rab, anta tuhyi fahini ya Rab, wala tumituni. Mpango huo haupo, kufa kupo. Kinachotakiwa kwetu sisi ni utekelezaji wa mambo yetu, maisha yetu tuyatengeneze yawe katika hali nzuri. Basi atakapokuja Israeli siku hiyo, alhamdulillah, kashafika jamaa, au sivyo? Kashafika, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Basi kimoyo mwao namwambia kamata, chukua. Kamata, chukua. Una shida gani? Chukua amana ya Mungu, anarudi na wewe. Basi na ukiwa kule akhera unaelewa yanayotendeka huku. Hii ni katika Ar-Ruh ya Ibn al-Qayyim, imetaja katika masala ya roho. Mtu anapokwenda akhera huku anafanya nini? Huabi ukubali. Unaelewa? Wewe nenda kwenye kaburi ya mzee wako au mama wako au nani, alafu mwambie wewe mzee, najua tukana pale kwenye kaburi. Alafu ana utakapopauka, nenda katukane. Hatutaki ushahidi mwingi zaidi. Siku moja, ili niwaambie jambo, siwahi kusema, nasema leo, niliwahi kumwambia mwenzangu katika wanafunzi wenzangu. Siku moja nilikuwa naandaa darasa ya nunge. Na kawaida yangu mimi huwa namaliza kuandaa saa 9. Ili nipate muda wa dakika kama nusu saa kupitia na kuhariri. Je, kile nilichokiandaa kiko sawa au vipi? Kwa sababu unapofikisha jambo mbele za watu ni sharti ulifikishe likiwa sahihi. Mimi kuchukua makaratasi nimeandika, yakawa mambo fulani. Mwaka jana ilikuwa hiyo, tulikuwa tunafasiri suratul Nur mwaka jana. Basi nikapata tabu kubwa sana. Mimi nikajilaza saa 9. Nikaona kama kijiusingizi, nikaona ngoja nijilaze nipate nguvu kidogo, nijimwagie maji baada yake niweze kuona. Nimejilaza namna hii. Allahu akbar. Anakuja Sheikh Ahmad Zuberi Ahmad rahmatullah alayhi. Ananijia. Anaambia, nini wewe Omar unapata tabu bwana? Si uangalie pale katika kitabu kile na kitabu kile. Masala yote unayaandika ya nini haya? Haya nini hapa? Andika tu hapa na hapa na hapa. Basi kitabu hiki na kitabu hiki na kitabu hiki. Mistari 3 yatosha. Nenda kawaeleze, watafahamu wale. Allahumma ighfir lahu warhamhu wasbihi. Sheikh pale nikakurupuka. Nikakimbilia kwenye vitabu nilivyotajiwa, niko nayo pale. Kwenda kufungua kweli nikakuta. Kwenda kwa kweli yale yote niliyoandika nikaacha, nikachukua yale, nikaondoka. Tayari, au sivyo? Nikaondoka alhamdulillah, kufika mpaka kule, nikawaeleza watu. Na ikawa nimefahamika vizuri zaidi kuliko hata darasa zingine nilizoeleza. Nimefahamika vizuri zaidi. Sasa wanani anakuambia watu hawajui kinachoendelea. Yaani mpaka yale maandalizi unayoyafanya wanajua. Unapowasilisha wanajua. Kama unakuwa na tabia mbovu wanajua. Wazazi wetu waliombeleza haki. Kama unakuwa na hiki wanafahamu. Roho zile zina mawasiliano, zinafanya nini? Sasa bwana, nini bwana unapata tabu bwana? Afu anajia unapata tabu. Kaja na kanzu yake na kofia yake, kanzu nyeupe na kofia yake. Nini unapata tabu wewe? Unaandika mambo mengi. Andika tu hivi. Waeleze tu. Nilipotoka hapa nilikwenda kumwambia ndugu yangu Sheikh Abdul Musa. Nikamwambia bwana, mimi leo ni mmoja Sheikh 1 2 3. Basi. Kwani hakuna mnaolala usiku wazazi wetu wakaja wale waliofariki? Hakuna, haipo hiyo. Si inatokea? Na unaweza ukawa kuna mambo yanakutatiza. Mwaka mmoja, sio juzi hapa, mwaka mmoja hivi, zamani kidogo, bado niko kule chini.
Nilisema mimi naondoka Dodoma. Mimi kuja kushtuka sikuwa na wazo hata moja kwamba niondoke wapi. Hapa. Sasa sisi tunacheza bwana, Mungu ndo anayejua shekhe. Mungu ndo anayejua. Wale usoma katika Ar-Ruh Ibn al-Qayyim shekhe, ndio utaona watu wakiwa huko wanavyoona huku roho zinavyokuwa na nini na mawasiliano. Wa kulluhum ati, kila mmoja katika wao atamwendea Mungu yauma al-qiyama, siku ya kiyama, farda, moja moja. Kila mtu atakwenda moja moja. Leo vipi jamani? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Leo jamaa yetu fulani kachomoka. Tunakaa miezi miwili, mitatu, minne, mitano, inna lillahi wa inna, kachomoka. Hatujakaa vizuri, fulani kachomoka. Mpaka kuja kutamaki hapa baada ya miaka 10 hapa watu ambao wanatafutana bwana yani wale ndio wanatafutana, watu mbaki wawili wangapi kuja kutamaki. Hakuna wazee sasa hivi wakikaa anasema jamani sasa nakupiga story naye nani, yani kuzungumza naye nani. Yani kuna watu wazee inafikia hata mtu kuzungumza naye hana, kwani watu hawapo. Maana yake yale yao ya kuzungumza ya kikwao hana. Namna hii au mnazaje? Kwa mfano sisi marika yetu sisi hapo tulipo, watu wote waondoke, alafu ukabaki peke yako. Sasa unaongea na nani?